Kifo cha Ngugi wa Thiong'o kimeweza kuwashtua wengi. Mwandishi mashuhuri wa Kenya, Ngugi wa Thiong'o, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Taarifa ya kifo chake imetolewa na binti yake ambaye anafahamika kama Wanjiku wa Ngugi kupitia ukurasa wake wa Facebook siku ya Jumatano ya Mei 28 mwaka 2025. Taarifa hiyo inasema: "Ni kwa huzuni kubwa tunatangaza kifo cha baba yetu Ngugi wa Thiong'o asubuhi ya Jumatano tarehe 28 ya mwezi Mei mwaka 2025. Aliishi maisha kamili, alipigana vita vizuri kama ilivyokuwa matakwa yake ya mwisho. Tusherehekee maisha na kazi zake." Ngugi alizaliwa tarehe 5 ya Januari mwaka 1938 katika kijiji cha Kimirithu karibu na Limuru huko nchini Kenya. Alianza elimu yake katika shule ya sekondari ya Alliance na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda ambako alihitimu mwaka 1963 na shahada ya Kiingereza. Aliandika na kuigiza tamthilia yake ya kwanza, The Black Hermit. Kazi zake nyingine ni pamoja na riwaya maarufu kama Weep Not Child ya mwaka 1964, The River Between ya mwaka 1965 na A Grain of Wheat ya mwaka 1967 na nyingine nyingi. Ngugi wa Thiong'o ameacha urithi mkubwa katika fasihi ya Kiafrika. Riwaya zake kama Petals of Blood, Matigari na Wizard of the Crow zimesomwa ulimwenguni kote na kutumiwa katika mitaala ya elimu kufundishia. Hiyo ni taarifa fupi kumuhusu Ngugi wa Thiong'o. Sasa kuna mtu mmoja ambaye ameweza kuguswa sana na kifo cha Ngugi wa Thiong'o na kuweza kuzungumza tu kwa namna gani ambavyo anauthamini mchango wa Ngugi wa Thiong'o. Huyu anaitwa Mr. Walker TZ. Yeye amesema, "Kwa majonzi makubwa, dunia imempoteza mmoja wa vinara wa fasihi ya Kiafrika, Ngugi wa Thiong'o. Kifo chake si tu kuondoka kwa mtu binafsi, bali ni kuanguka kwa nguzo ya fikra za ukombozi, haki na utambulisho wa Mwafrika." Ngugi hakuwa tu mwandishi, alikuwa mwalimu wa fasihi na ukombozi wa fikra, sauti ya waliokandamizwa na mshika bendera wa lugha ya Kiafrika. Kupitia kazi kama The River Between, Petals of Blood, Devil on the Cross na I Will Marry When I Want, Ngugi alisimama kidete dhidi ya ubeberu wa kiutamaduni na kiuchumi. Alilia pamoja na maskini, alilia pamoja na Afrika. Maumivu ya mwisho. Kifo chake kinakuja wakati ambapo bado dunia inahangaika na masuala yale yale aliyoyapigania kwa miongo mingi sana: dhuluma, unyonyaji, ufisadi na kupotea kwa utambulisho wa Kiafrika. Kifo chake ni kilio cha mataifa yote ya Afrika. Naam, ni kilio cha bara zima. Aliteseka, akafungwa, akawekwa kizuizini, akaishi uhamishoni, lakini hakuacha kalamu yake. Alifia katika mapambano, akiwa bado anaaminiwa kuwa Afrika ina uwezo wa kujisimamia, kujieleza kwa lugha zake na kufikiri kwa njia zake. Kweli alitupatia urithi usiofutika daima. Ngugi wa Thiong'o amekufa, lakini maandishi yake yataishi. Aliamini kuwa lugha ni ukombozi na aliandika kazi zake kwa lugha ya Gikuyu ili kuvunja minyororo ya kifikra. Katika machozi yetu leo kuna nuru, katika huzuni hii kuna mwamko. Ngugi ametufundisha kuwa tusinyamaze, tusikubali kunyamazishwa. Kalamu yake imeanguka, lakini sisi ndio wa kuiokota na kuendeleza ukombozi dhidi ya wakandamizaji. Lala salama Ngugi. Kwa damu ya jasho aliandika historia yetu. Kwa uchungu na maumivu uliamsha kizazi kizima, na sasa tukiwa tumebeba jina lako hatutakusahau. Kwa Mwafrika, kwa mwanadamu, Ngugi si marehemu, ni hai katika kila neno la haki. Tutakukumbuka daima. Hayo ni maneno ya mtu huyu akizungumza ni kwa namna gani ambavyo ameguswa na kifo cha Ngugi wa Thiong'o. Nione kwenye comment maoni yako ni nini. Mimi naitwa Comic Cliff, ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka.